Kwa niaba ya mkurugenzi wetu wa manispaa ya Ubungo na kwa niaba ya serikali, tunaomba mpokee vifaa hivi ili tukavitumie katika kazi zetu, vikatusaidie kuondoa changamoto ambazo zinatukabili katika kutekeleza majukumu yetu ya kufundisha. Katika kuendelea kutekeleza sera ya elimu jumuishi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha walimu wenye mahitaji maalum wanawezeshwa ipasavyo ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kufundisha kwa ufanisi na usawa kama walimu wengine. TAMISEMI kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu imekuwa ikiandaa takwimu za mahitaji ya sisi watumishi wa elimu kwa kweli, na hata wanafunzi na watu wengine wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo katika mpango wa kawaida wa serikali ilitupatia vifaa ambavyo tunatakiwa kufikisha. Ni katika muktadha huo ambapo afisa elimu msingi na sekondari kupitia vitengo vya elimu mahitaji maalum wamekabidhi vifaa vya kitaaluma na vifaa saidizi kwa walimu wenye ulemavu, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuboresha mazingira ya kazi kwa walimu na kuinua ubora wa elimu nchini. Watu hawa wapate kufundisha vizuri, tunahitaji vifaa saidizi. Inawezekana vikawa havijatimia leo, lakini ndio tumeanza safari ya hatua 1000, inaanza na hatua moja. Ile hali tunayopitia au mahitaji tulionayo hayaondoi ule uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameweka ndani yetu. Sisi tuna uwezo kuliko pengine hata baadhi yetu ambao hatujakuwa na mahitaji maalum. Vifaa vilivyogawiwa ni pamoja na laptops, digital voice recorders, karatasi za braille, vishikwambi, kofia pamoja na mafuta ya kujikinga na mionzi ya jua kwa walimu wenye ulemavu wa ngozi. Tunashukuru zaidi serikali ambayo imetupa vifaa hivi. Imetusaidia na sisi tuonyeshe kwamba ni muhimu kwetu tuvitumie kwa malengo haya ambayo yamekusudiwa. Yale ambayo yako ndani ya uwezo wa halmashauri itaendelea kuyaweka kwenye bajeti mwaka hadi mwaka, hatuwezi kumaliza leo. Serikali imedhamiria kuhakikisha walimu wenye mahitaji maalum hawakabiliwi na vikwazo vinavyoweza kuzorotesha utendaji wao wa kazi. Vifaa hivyo vimetolewa ili kurahisisha ufundishaji na kuimarisha ujifunzaji kwa kuzingatia mahitaji ya walimu hawa. Tumekuwa na miradi mingi iliyokuwa inaendeshwa, tukiendesha miradi kama MEM na SEQUIP, tukawa tunaulizwa mbona capitation tunayopata kwenye shule ndogo kama ilivyokuwa Mtoni maalum ilikuwa na watoto 27 tu shule nzima, wanapata capitation ile ile ya 10,000. Sasa mbona haiwezi kununua braille mashini pale Uhuru Mchanganyiko? Lazaro Mrendukani, afisa elimu msingi halmashauri ya manispaa ya Ubungo, anasema hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya elimu jumuishi inayolenga kumpa kila mwalimu nafasi sawa ya kufanya kazi bila kujali hali yake. Serikali inatambua kuwa mwalimu anapowezeshwa ndipo mwanafunzi pia anapopata elimu bora. Kwa hiyo kuwa hivyo sio kwamba na maarifa unafanya nini? Unakosa. Kwa hiyo mimi nishukuru sana serikali, niwaombe sasa hivi vifaa vikatumike vizuri, wanafunzi wakapate maarifa stahiki. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba anaona makundi yote, hakuna mtu ataachwa nyuma. Aidha, afisa elimu mahitaji maalum sekondari Mwalimu Hamisi Mlangala anasema katika dunia ya sasa ya sayansi na teknolojia ni muhimu kwa walimu wote wakiwemo wenye mahitaji maalum kuwa na zana za kisasa za kufundishia. Ndio maana serikali imeona umuhimu wa kupatia walimu hao vifaa vinavyowezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Lakini ukiwa hauna sababu ya kutofanya vizuri, sababu nyingine yoyote, iwe ile ya kimazingira ya kuhitaji kifaa cha kuwezesha wewe kufanya kazi, basi tuwasiliane kwenye ngazi ya mkuu wa shule au mwalimu mkuu kuja kwa mkuu wa idara. Lakini wakati huo huo yale tunayoyaweza tuyafanye kwa digrii ya juu, ili mkuu wako wa shule au mwalimu wako mkuu ajivunie wewe uwepo wako pale kwa ule uwezo ambao unao. Hivi
vifaa vichache, sio vyote tunavyohitaji, kuna vingine hatujapata, lakini vikao chache ya kutumia uwezo wetu mpaka digrii ya mwisho kabisa. Sasa hapa hakuna nilichobakiza katika uwezo wangu. Nilichokibakiza ni kile ambacho sikifikii kwa sababu ya changamoto niliyonayo, na tuibainishe ili tuweze kufikia uwezo wetu. Starehe ya mwalimu ni ufaulu wa watoto wake. Heshima ya mwalimu ni ufaulu wa utoto wake, wala ni wa watoto wake. Mtaani kule wanatuita watoto wale teacher, wanatukumbuka hata wakiwa kwenye daladala, makonda wa daladala, bodaboda, teacher. Serikali inaendelea kuboresha mazingira ya kazi kwa walimu ili kuhakikisha elimu inayotolewa inakuwa bora na yenye usawa. Mgao huu wa vifaa ni uthibitisho wa dhamira ya serikali ya kuwajali walimu wote, hususan wale wenye mahitaji maalum, kama anavyosema Benedict Sandi, afisa elimu sekondari. Naishukuru serikali na tunawaomba mpokee vifaa hivi na muamini kwamba kwa kweli serikali yetu inatujali na inatamani kufanya kazi kwa ufanisi mzuri sana, kwa sababu vile vikwazo ambavyo vipo tumeweza kuvipunguza kwa vifaa ambavyo, lakini ikatokea kuna mahitaji mengine, bado serikali inasikiliza, na jinsi kadiri itakavyokuwa inawezekana, kwa kweli serikali itaendelea. Wakizungumza mara baada ya kukabidhiwa vifaa hivyo, Mwalimu Hemedi Omar Ilumbo kutoka shule ya msingi Kibamba, Mwanakombo Omar kutoka shule ya msingi Amani na Asheri Makasi kutoka shule ya sekondari Kwembe wamesema vifaa hivyo vitarahisisha kazi na kuwapa motisha zaidi ya kuendelea kutoa elimu bora, huku wakiahidi kuvithamini na kuvitumia vifaa hivyo kwa malengo yaliyokusudiwa. Na tunaamini serikali yetu itakuwa na mwendelezo wa mambo kama haya ambayo tuliyahitaji muda mrefu. Sasa naona yanaanza kutiririka. Tunaamini hii au tukio hili ni mwanzo, kuna matukio mengine yanakuja mengi mazuri. Mungu awajalie watendaji wote, haijalie serikali na wadau mbalimbali wote wanaotufikiria sisi. Ni kipindi cha digital ambapo tunaandaa vitu mbalimbali kwa njia ya mfumo. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya kisaidizi kinachowezesha kuweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ni mitihani ya kuona wanafunzi kimya simgeona msaidizi yule safi sana. Mgao huu wa vifaa ni kielelezo cha dhamira ya dhati ya serikali katika kujenga mfumo wa elimu unaozingatia usawa, ujumuishi na haki kwa wote. Kupitia uwezeshaji wa walimu wenye mahitaji maalum, serikali inaendelea kuweka msingi imara wa elimu bora na endelevu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo.